taifa. Dr. Nshala, karibu na uzungumze na Watanzania. Asante sana. Napenda kuanza kwa kusema kwamba mnamo tarehe 28 mpaka tarehe 29 Aprili 2026 Kamati Kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ilikutana kwa mara ya kwanza kutokea kuondolewa kwa zuio haramu na batili lililokuwa limewekwa dhidi ya Chadema na Jaji Hamidu Mwanga kupitia kesi ndogo namba 8960 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na Saidi Isa Mohamed, Ahmed Rashidi na Maulida Ana Kom. Wakati ikiendelea na kikao chake mnamo tarehe 28 ya mwezi wa 4 2026, Kamati Kuu ilipokea taarifa ya kufariki kwa Maulida Ana Kom na hivyo kuifanya kesi hiyo kubaki na walalamikaji wawili. Zuio hilo haramu ilisababisha Chadema kushindwa kufanya kazi kwa siku 309 hadi ilipoondolewa na mahakama ya rufaa kupitia kesi za mapitio namba 2, namba 3 na 4 za mwaka 2026. Zuio hilo liliwekwa kwa makusudi kabisa ili kuzuia Chadema isifanye shughuli za kisiasa katika mwaka huu, na huu ulikuwa ni mkakati uliosukwa na kutekelezwa kwa ushirikiano mkubwa hao walioitwa walalamikaji, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mahakama. Ni aibu na fedheha kutolewa mnamo tarehe Julai 5, naibu msajili wa mahakama kuu masijara ndogo Dar es Salaam aliandika barua yenye kumbukumbu namba shauri dogo namba 8960/2025 kuonyesha kuwa amri hiyo iliwagusa na kuwabana viongozi na wanachama wote wa Chadema, kitu ambacho kwa kweli hakikuwa kweli. Matokeo yake mamilioni ya Watanzania ambao ni wanachama, wafuasi na wapenzi wa Chadema, ambacho ni chama kikuu cha siasa nchini, walinyimwa haki ya kufanya siasa ambayo ni haki yao ya katiba inayohakikishwa kwa mujibu wa ibara ya 21, 91 mpaka 29 na 2 na 5 za katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza na ya pili pamoja na ile ya ibara ndogo ya 5 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kabla ya hapo, mnamo tarehe 9 Aprili 2025, mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu alikamatwa huko Mbinga, Ruvuma, na siku iliyofuata tarehe 10 mwezi wa Aprili 2025 alifunguliwa kesi 2 za jinai, ikiwa ni pamoja na kesi kubwa kushinda zote katika nchi yetu ya uhaini. Hadi Kamati Kuu inakutana, ndugu Lissu amekuwa nguvuni katika gereza kuu la Ukonga kwa mwaka mmoja na siku 22. Kamati Kuu inasema kwa kitendo cha tume ya Chande kutaja vyanzo vya matukio ya Oktoba 2025 kuwa ni madai ya muda mrefu ya katiba mpya na mifumo mibovu ya demokrasia, yani ule uchaguzi, ukosefu wa ajira, utekaji na utendaji usioridhisha wa taasisi za umma, na baada ya kutaja vyanzo hivyo ikaachana navyo na ikajikita kuongelea vile ilivyoviita vichocheo, ni ushahidi wa kukosa kabisa umakini, kwani vyanzo hivyo ndivyo msingi mkuu wa madai ya wananchi kwa zaidi ya miaka 34. Muda wa uchaguzi viligeuka kuwa vichocheo kwa wananchi. Wale ambao walipuuza madai hayo kwa kila aina ya mbinu katika kipindi chote hicho ndio waliosababisha madhara yaliyotokea. Kamati Kuu inaona kuwa vichocheo halisi vya migogoro vilikuwa ni kasoro za msingi katika mfumo wa uchaguzi, zikiwemo madai ya uporaji wa kura, ukosefu wa uwazi katika usimamizi wa uchaguzi, pamoja na matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vyombo vya dola dhidi ya wananchi waliokuwa wakidai haki zao kwa amani. Katika mazingira haya, kauli za kisiasa zilikuwa ni dalili ya tatizo, si chanzo chake. Kamati Kuu inasema kuwa sababu kuu ya mauaji makubwa katika historia ya Tanzania ni serikali ya mabavu na haramu ya Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi. Samia na CCM walikataa kwa makusudi, wakiwa wamejaa giriba, kejeli, dharau na ulevi wa madaraka, kubali kufanywa kwa mabadiliko muhimu katika katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria zinazohusu uchaguzi ili kuhakikisha kuwa nchi yetu na zilizo huru na haki. Chadema inasema ilikutana na Samia Suluhu Hassan tarehe 22 Mei 2022 na kumweleza kasoro kubwa katika mfumo mzima wa uchaguzi wa nchi yetu. Na hii ni kutokana na chaguzi haramu za mwaka 2019 na 2020 ambapo Tume ya Taifa ya Uchaguzi na TAMISEMI ziliwaengua wagombea karibu wote wa upinzani. Chadema ilimweleza kwa uwazi kabisa kwa katika uchaguzi wa mkuu wa mwaka 2020 wagombea wengi wa vyama vya mashindani ikiwemo Chadema walienguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi
polisi na usalama wa taifa na huku polisi na usalama walianguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Polisi na usalama wa taifa walishirikiana na CCM kupora uchaguzi. Wakati wa majadiliano hayo, Samia Suluhu Hassan aliyeingia kwa katiba baada ya kifo cha John Pombe Magufuli aliagiza iundwe kamati ya watu 10 kutoka CCM na Chadema ili wajadiliane na kutoa mapendekezo ya kina ambayo yatafanyiwa kazi. Chadema ilitekeleza wajibu wake na kuwasilisha kwa kina uchambuzi makini wa mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Lakini CCM na serikali yake walikataa mapendekezo hayo na kusema mabadiliko yasubiri uchaguzi wa mwaka 2025. Badala yake serikali na Samia wakapeleka miswada ya sheria za uchaguzi na mabadiliko ya urembo ambayo inasema ni cosmetic, ikiwa ni pamoja na kubadilisha jina la Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kuiita eti Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ajabu yake, wajumbe wa tume hiyo isiyo huru na isiyofuata wala kuzingatia haki, usawa na ukweli, wakiongozwa na Jacob Mwambegele na Mbaruku Salim Mbaruku na wajumbe wengine akiwemo aliyewahi kuwa katibu mwenezi wa CCM Omar Ramadhani Mapuri, wao walikuwa hawagusi na matakwa ya sheria hiyo juu ya uteuzi wao. Kwani sheria hiyo ilisema wataendelea kutumikia nyadhifa zao hadi pale muda wao utakapofikia mwisho. Mnamo mwaka 2024 Novemba, CCM na Samia Suluhu Hassan wakiwa wamejaa kiburi na jeuri kubwa, waliendesha uchaguzi wa serikali za mitaa kama ambavyo walifanya mwaka 2019 na waliwaingua karibu 90% ya wagombea wa vyama vya ushindani ikiwemo Chadema. CCM kupitia TAMISEMI iliyokuwa ikiongozwa na Mohamed Mchengerwa ambaye ni mkwe wa Samia Suluhu Hassan ilijitangazia ushindi wa 99.1%. Ikumbukwe kuwa kwa muda wote tokea mwaka 92 hadi mwaka 2025 serikali ya CCM ilikuwa ikikwepa kufanyika kwa mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi kama ambavyo ilipendekezwa na tume ya Jaji Francis Nyarari, tume ya Jaji Robert Kisanga na tume ya Jaji Joseph Sinde Warioba. Tume hizi zote tatu zilichambua kwa makini katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria za uchaguzi pamoja na za vyombo vya ulinzi na usalama na kupendekeza mabadiliko ambayo yatahakikisha kuwa Tanzania inauishi na kuufuata kwa dhati mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Serikali zote za CCM za kuanzia wakati huo zimekataa kwa visingizio mbalimbali na kikubwa zaidi ikiwa ni ufupi wa muda kuelekea uchaguzi mkuu. Ukweli ni kuwa CCM haijawahi kukubali mfumo huu wa vyama vingi kwa dhati na imekuwa ikifanya kila aina ya udanganyifu na upotoshaji kwenye lengo la kukataa kufanywa kwa mabadiliko ya kweli ya katiba ya nchi yetu na sheria zake za uchaguzi ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Watanzania wakumbuke kuwa mnamo Septemba 7, 2017 ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu alikuwa mnadhimu wa kambi ya upinzani bungeni. Alipigwa risasi 16 mwake na kulazimika kukimbizwa hospitali kuu ya Dodoma, hospitali ya Nairobi, Kenya na baadaye hospitali ya Ruven kule Ubelgiji. Hadi leo hii serikali ya CCM imekataa kufanya uchunguzi huru wa wale waliohusika na unyama huo pamoja na vitendo vyote vinavyokiuka kabisa ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Pale serikali inapokataa kufanya uchunguzi dhidi ya tishio la uhai wa mtu, inakuwa imekiuka msingi mkuu wa watu kukaa katika nchi moja, ile inaitwa social compact. Inamaanisha serikali inaona uhai wa watu fulani ni bora zaidi kuliko wa wengine na kuwa uhai wa watu wanaokosoa si wa muhimu. Namo mwaka 2018 na 2019 kauli za ajabu na za kutisha zilitolewa na aliyekuwa katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali na Rais John Pombe Magufuli. Bashiru Ali alinukuliwa na akisema kuwa CCM itatumia dola kubakia na dola, kwani haipo tayari kugeuka kama vyama vya KANU ya Kenya na UNIP ya Zambia ambavyo vilipoteza madaraka na kushindwa na vyama vya upinzani. Aidha, kati ya mwaka 2018 na 2019 Rais Magufuli aliwaambia wakurugenzi wa wilaya ambao pia ni wasimamizi wa uchaguzi kuwa watakao mtangaza mpinzani kuwa ameshinda wataenguliwa. Kana kwamba haitoshi, makada mbalimbali wa CCM na wakuu wa wilaya wajitokeza hadharani na kutoa kauli zinazothibitisha mikakati mipango ya matendo maovu ya kuvuruga uchaguzi, kuwateka na kuwaua wapinzani yanayofanywa na CCM. Kule Ngara, mwenyekiti wa UCCM mkoa wa Kagera mwaka 2023 alinukuliwa akisema, jeshi la polisi tukiwapoteza wanaomtukana rais msiwatafute. Aidha,
aliyekuwa mkuu wa Loliondo Arusha, Marco Henry Ngumbi, aliwahutubia madiwani wa wilaya ya Longido na kuwaeleza wazi kuwa madiwani hao wote walishinda mwaka 2020 kutokana na nguvu ya serikali na si kampeni zao. Vivyo hivyo Nape Nnauye ambaye mwaka 2014 alisikika akiwa mwaka 2024 alisikika akiwa Bukoba kuwa kuna namna nyingi za kushinda uchaguzi kwa njia halali na njia haramu, na kwa ukitumia njia haramu baadaye unaenda unatubu. Kule Arusha kiongozi mmoja wa CCM alisikika akinazi katika mkutano wa CCM mkoa wa Arusha kwa yeye ndiye alikuwa kiongozi wa chinja dhidi ya wapinzani. Aidha, Albert Chalamila mkuu wa mkoa wa haramu mkoa wa Dar es Salaam alinukuliwa akisema hivi, naomba kunukuu: nimesoma kwenye mitandao wapo vijana zetu makada na wa vyama vya siasa wanaosema tarehe 29 mwezi wa 10 siku ya uchaguzi wataandamana, watafanya fujo. Wengine wamesema wataenda kuchoma sijui vituo vya mafuta. Mimi naomba niwaeleze ukweli ndugu zangu wana Kongoe, kwa mji wenu wa Dar es Salaam uko salama kabisa. Uko salama sana. Wala msije mkaogopa kitu chochote. Hata kama wewe ndio unaitaka kufanya hivyo, hata wewe wala usiogope. Wewe kama unataka kufanya wala usiogope. Wala mtu asikutishe kwamba bwana wewe hacha wale wewe nenda tu ukaribu kile unataka kufanya na kuthibitishia. Yaani kabla hujapeleka mguu wako mbele lazima utakuwa umesali sala baba yetu mara 5, kwa sababu hii mambo ya mizaa tumekwisha kuchekeana sana. Mwisho wa kunukuu. Si hapo tu, mara baada ya kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM, Steven Wasira amenukuliwa akisema kuwa CCM itatawala milele hadi Yesu atakaporudi. Kauli hizo pamoja na kauli za kutisha zilizotolewa na ugombea wa CCM ikiwemo Samia Suluhu Hassan aliyesikika mwaka 2020 akisema kuwa askari wao hawakosei shabaha, wakilenga risasi moja haimkosi mtu. Na baadaye alipokuwa kiongozi wa serikali alisema kuwa eti kila mtu ale kwa urefu wa kamba yake, ila wao wanakula mpaka wanavimbiwa. Hiyo haikutosha. Ikaja kashfa ya kugawa bandari yetu kwa DP World, kampeni ya kuhamisha Wamasai kwa nguvu kutoka Loliondo na Ngorongoro. Wakati wa kampeni za mwaka 2025, Samia na CCM waliendesha kampeni zilizojaa rushwa ya wazi ikiwa ni pamoja na ugawaji wa pikipiki na baskeli zilizoandikwa SSH na za majina ya wagombea wa ubunge na udiwani wa CCM. Na alisikika akisema kuwa tumejipanga vyema kuilinda nchi hii, kwa hiyo hakutakuwa na nyinyi wala nyunyunyu. Naomba watu tokeni, amshaneni mkapige kura. Lakini tarehe 22 mwezi wa 10 2025 pale Leaders Club Dar es Salaam alisema kuwa nataka niwaambie maandamano yatakayo kuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura. Hakuna maandamano mengine. Hakuna tishio la usalama litakalo kuwepo. Anayesema hivyo ni amiri jeshi mkuu. Hii inaendana na kauli yake aliyotoa mwezi Januari mwaka 2022 Januari mwaka 2024 alipokuwa akihutubia mkutano wa 7 wa mkuu wa jeshi la wananchi wa Tanzania na makamanda ule mwaka 2024 ambapo alisema tuko wengi, ni uchaguzi na ushiriki kama vingi venye nia tofauti, atuone kama kila kitu kitaenda kama kilivyopangwa. Kwa hiyo ni vema mkajiweka tayari kwa chochote kile kitakachojitokeza. Mwisho wa kunukuu. Ni katika mkutano huo kamati kuu ya Chadema ilijadili hotuba ya mwenyekiti wa ile iliyoitwa Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Aliyewasilisha mnamo tarehe 23 Aprili 2026 kwa Samia Suluhu Hassan ambaye ni mtawala wa mababu asiyechaguliwa na wananchi wa Tanzania. Kamati kuu inakumbusha kuwa kuanzia miaka 2021 mara tu baada ya Samia kuingia madarakani, vitendo vya utekaji na ubabikiaji wa kesi za jinai kwa wanaharakati na wanasiasa vyama vishindani ulianza kwa nguvu, ikiwemo kushikwa na kushtakiwa kwa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe, kushikwa na kupotezwa kwa Deusdedith Soka na wenzake wawili, kutekwa na kuuawa kwa mzee Ali Kibao, kutekwa na kuteswa kwa kutupa katika hifadhi ya taifa ya Katavi kwa ndugu Edgar Makabera maarufu kama Sativa, kutekwa na kupotezwa kwa ndugu Mdude Nyagari, ndugu Shedraki Chaula, ndugu Makaswahili, na kutekwa na kupotezwa kwa Barozi Amfred ambaye aliwahi kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Matendo hayo machafu yalifanywa hata kwa kimataifa ya vijana Agosti 12, 2024 ambayo Chadema ilipanga kuyaadhimisha mkoani Mbeya.
Siku moja kabla ya hiyo, viongozi wa Chadema walivamiwa, kupigwa na kuumizwa vibaya na kuondolewa mkoani Mbeya kwa nguvu. Hapakuwa na hata kosa walioambiwa kufanya, ila kisingizio kisichokwisha cha taarifa za kiintelijensia. Uovu huu uliendelea mara baada ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu mnamo tarehe 9 Aprili 2025 kule Mbinga mkoani Ruvuma. Jeshi la polisi na kwa kushirikiana na uongozi wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu bila sababu yoyote ile ya msingi, ila kwa lengo la kufanya uovu mkubwa, kuanzia tarehe 24 Aprili 25 waliozuia wananchi kuhudhuria kesi ya ndugu Lissu na wakataka kuendesha kesi zake mbili za jinai kwa njia ya mtandao. Wanachama na viongozi wa Chadema waliofika mahakamani hapo walishikwa na kupigwa na kuumizwa vibaya sana, na wengine walifanywa matendo ya udhalilishaji kingono. Aidha, wanaharakati kutoka Kenya na Uganda, Boniface Mwangi na Agatha Atuwaire, walichukuliwa kutoka vyumbani mwao katika hoteli ya Serena Dar es Salaam na kupelekwa kituo cha kati au kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye walifanywa matendo ya kinyama, ikiwa pamoja na kulawitiwa na kuingiliwa kinyume cha maumbile, na baadaye kutupwa mipakani mwa nchi zao na Tanzania. Kwa kutimiza nia yao ovu, mnamo tarehe 12 Aprili 2025, mkurugenzi wa uchaguzi wa ile itwayo Tume Huru ya Uchaguzi, Kailima Ramadhani, alitangaza kuwa Chadema haitashiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025 kwa vile haikusaini fomu za kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tume hiyo ilitaka zisainiwe na vyama vyote tarehe hiyo, licha ya ukweli kuwa kanuni hizo zilikuwa zinaanza kutumika siku moja kabla ya tarehe ya uteuzi wa wagombea ambayo ilikuwa ni mara baada ya kuvunjwa kwa bunge mwezi wa 8 2025. Kamati kuu imetilia maanani na inapenda kuwakumbusha Watanzania kuwa mnamo tarehe 30 Aprili 2025, Padri Dr. Charles Kitima, katibu mtendaji wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alivamiwa na kupigwa na kuumizwa vibaya sana akiwa ameenda uani katika ofisi za Baraza la Maaskofu Katoliki Teki kule Kurasini, Dar es Salaam. Polisi bila haya wala soni wakasema kuwa alikuwa amepata kinywaji. Hadi leo hii haujachunguza uharamia huo na nani alimpiga au kumfanyia matendo hayo machafu. Mambo yaliishia hapo. Si hapo tu, mnamo mwezi Septemba 2025, Padri Jordan Kibiki wa Jimbo Katoliki Mafinga alitekwa, na baadaye jeshi la polisi lilisema kuwa alijiteka kwa kuwa alikuwa na madeni. Ukweli ni kuwa alitekwa na kufanyiwa vitendo vya kinyama sana, na baadaye kutupwa Mbalizi Mbeya, ambako eti ndipo alipokutwa. Aidha, Padri Camillus Nikata alitekwa na kuteswa vibaya sana katika mkoa wa Ruvuma. Alipatikana kwa jitihada kubwa sana za Kanisa Katoliki Jimbo la Songea, Teki na Wasamaria Wema. Lakini jeshi la polisi alikuona shida kusema kuwa lilipomhoji alikuwa alikabiliwa na msongo wa mawazo na madeni. Aidha, mtawa mtarajiwa kandidati Vestina Shikawa naye alitekwa na kufanyiwa udhalilishaji kule Mwanza, na hadi hivi sasa hakuna uchunguzi wote ulifanywa zaidi ya kukejeliwa na jeshi la polisi. Hayo yote hayakutosha, kwani mnamo tarehe 2 Juni 2025, msajili wa vyama vya hiari na kiraia katika Wizara ya Mambo ya Ndani alitangaza kufuta usajili wa Glory of the Christ Tanzania Church maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima. Askofu Gwajima alikuwa mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya CCM. Alikuwa ametoa hotuba kama raia akipinga utekwaji na upotezaji wa watu. Badala ya kupongezwa kwa kupinga vitendo hivyo, kanisa lake lilifungiwa na jitihada za kupata utatuzi mahakamani zilikwama, kwani kesi yake ilifanywa kila aina ya danadana ili kumkomoa yeye na waamini wake. Tarehe 5 Agosti 2025, Ruaga Joelson Mpina aliyekuwa mbunge wa CCM Kisesa aliyehamia ACT Wazalendo na kupendekezwa na chama hicho kuwa mgombea wake wa urais. Aliwekewa kila aina ya vikwazo, na licha kushinda kesi mahakama kuu bado alizuiwa kushiriki na tume hiyo isiyo huru ya uchaguzi kutokana na pingamizi la mwanasheria mkuu ambaye ni mteule wa Samia Suluhu Hassan. Alipokwenda mahakama kuu tena, jitihada zake zikagonga mwamba, na alipokata rufaa kabla ya uchaguzi huo, hadi leo hii rufaa yake hapangiwa wala kusikizwa na mahakama ya rufaa. Aidha, kamati kuu inasema uovu huu uliendana sambamba na kuiwekea zuio Chadema mnamo Juni 10, 2025, ndipo Chadema ikafungiwa na kunyimwa haki yake ya kufanya siasa. Licha uharamu wa amri hiyo, viongozi na wanachama wa Chadema waliitii na kusitisha shughuli zao zote za kisiasa na kuelekeza nguvu zao katika kesi hizo mbili, kesi na kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Hii haikuzuia jeshi la polisi mnamo tarehe 22 Oktoba 2025 kumkamata na kumshikilia makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara, Mheshimiwa ndugu John Heche kwa siku 21.
Hii iliendana na kuwashika na kuweka mahabusu na viongozi na wafuasi wengi wa Chadema katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Kamati kuu inasema mlolongo huu wa vitendo hivyo haramu vilivyotajwa hapo juu ambavyo vilitekelezwa na CCM chini ya John Pombe Magufuli na Samia Suluhu Hassan, wazi kuwa mtu mwenye akili nzuri na timamu kuwa tatizo hapa ni Samia Suluhu Hassan, CCM, polisi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mahakama, msajili wa vyama vya siasa, TAKUKURU, uhamiaji, Jeshi la Wananchi wa Tanzania na vyombo vya habari huru na binafsi ambavyo viliamua kushirikiana kuhakikisha kuwa Samia na CCM wanabakia madarakani kwa namna yote ile. Matendo haya yote maovu ya CCM na Samia yasingeweza kuachwa na tume makini na yenye uweledi na yenye nia ya dhati ya kufahamu chanzo cha kweli cha mauaji hayo haramu ya kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025 kuwa ndiyo chanzo kikuu cha maandamano ya vijana hao wazalendo. Kamati kuu inasisitiza kuwa pale haki za kidemokrasia na njia zote za kujieleza na kutetea haki za mtu zinapofungwa, kunasababisha watu kutokuwa na njia nyingine bali kuingia barabarani na kueleza hisia zao na chuki zao, kudai mabadiliko ya kweli. Kufanywa hivyo hakuwezi kamwe kuwa sababu ya wao kuuawa na kujeruhiwa kinyama kama ambavyo ilifanywa katika siku hizo mbaya na za majonzi makuu katika nchi yetu. Kugeuza uchaguzi kuwa mchezo wa kuviziana wa kuviziana na nani ni mjanja ni kitu hatari kabisa. Hakuna anayestahili kuongoza nchi yetu kwa njia nyingine yote ile isipokuwa kwa kuchaguliwa na wananchi katika uchaguzi ulio huru na wa haki. Lakini hapa Tanzania haki hiyo haipo. Uchaguzi ni kitu kitakatifu. Mtu yeyote anayetoa madaraka kwa uongo, kwa kejeli, kwa mabavu anatawaini. Kwa kipindi chote tangu nchi yetu ilipoingia katika mfumo wa vyama vingi, sehemu imekuwa ikipora chaguzi na kutumia mabavu kubakia madarakani. Wananchi wamechoka na hawako tayari kuvumilia uporwaji na utoaji wa madaraka unaofanywa na genge la watu wachache ambao wamekula yamini ya kubakia madarakani kwa kila mbinu, huku wakisigina na kuinajisi haki ya msingi katika nchi yetu ambaye ni jamhuri, kuwa mamlaka yote hutoka kwa wananchi na kuwa viongozi wa serikali watawajibika kwa wananchi. Kamati kuu inasema kuwataka wananchi waheshimu sheria za nchi. Wakati huo genge la watu wachache kupitia CCM na kiongozi wao Samia Suluhu Hassan wakisigina haki zao ni kuwageuza wao kuwa ni mandondocha. Wananchi wana haki ya kukasirika na kuonyesha hasira zao dhidi ya uovu wote ule unaofanywa na serikali na genge la watu wasioheshimu demokrasia. Pale mfumo wa uchaguzi na utumishi wa umma unapoharibika, ni jukumu la wananchi kunyanyuka na kukomesha ukiukwaji huo. Vijana na wote waliouawa mnamo tarehe 29 Oktoba 2025 na wale waliotekwa, kuteswa na kuuawa kabla na baada ya tarehe hiyo ni mashujaa wa taifa letu na Chadema inawatangaza hivyo. Siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba, Kamishna Mkuu wa Polisi Camillus Wambura alitangaza amri ya zuio kutotoka nje kwa wakazi wa Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni. Zuio hilo lilitekelezwa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu na liondolewa pale Samia Suluhu Hassan alipotimiza nia yake ya kutoa madaraka kwa nguvu na kuapishwa huko Dodoma. Kamati kuu inatamka kwa kauli moja kuwa agizo hilo la Camillus Wambura lilikuwa batili, haramu na kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Ni rais pekee aliyechaguliwa na wananchi ambaye ndiye aliyepewa mamlaka ya kutangaza amri ya hali ya hatari nchini. Tunapenda kunukuu ibara ya 32 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inayotamka hivi: Rais aweza tu kutangaza kuwa kuna hali ya hatari iwapo a, Jamhuri ya Muungano iko katika vita, au b, kuna hatari hasa kwamba Jamhuri ya Muungano inakaribia kuvamiwa na kuingia katika hali ya hatari ya vita, au c, kuna hali halisi ya kuvurugika kwa amani ya jamii au kutoweka kwa usalama wa jamii katika Jamhuri ya Muungano au sehemu yake yote kiasi kwamba ni lazima kuchukua hatua za pekee ili kurejesha amani na usalama, au d, kuna hatari kubwa kiasi kwamba amani ya jamii itavurugika na usalama wa raia kutoweka katika Jamhuri ya Muungano au sehemu yake yote ambayo haiwezi kuepukika isipokuwa kwa kutumia madaraka ya pekee, au karibu kutokea tukio la hatari au tukio la baa ya kimazingira ambalo linatishia jamii au sehemu ya jamii katika Jamhuri, au f, kuna aina nyingineyo ya hatari ambayo kwa tishio kwa nchi. Pindi rais anapotangaza amri ya hatari, anatakiwa kwa mujibu wa ibara ya 32 ibara ndogo ya 4 kuwasilisha kwa spika tangazo hilo, na ndani ya siku 14 mkutano wa bunge unatakiwa kuitishwa na spika na baada ya kushauriana na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni.
ibara 32(6) inatamka na kutoa masharti ya utekelezaji wa mipaka ya utekelezaji wa hali ya hatari inaposema, kwa madhumuni ya kuondoa mashaka juu ya ufafanuzi au utekelezaji wa masharti ya ibara hii, masharti ya sheria iliyotungwa na Bunge na ya sheria nyingine yoyote inayohusu utangazaji wa hali ya hatari kama ilivyotajwa katika ibara hii yatatumika tu katika sehemu ya Jamhuri ya Muungano ambapo hali hiyo imetangazwa. Mwisho wa kunukuu. Kamati kuu baada ya kupitia ibara hiyo ya kamati imebaini kuwa hakuna sheria iliyotungwa na Bunge ambayo inatoa haki kwa kamishna mkuu wa polisi kutumia sehemu ya madaraka ya rais ya kutangaza hali ya hatari kama iruhusiwe ibara ya 32(4), na kuwa Camillus Wambura alitangaza zuio la watu kutoka nje jijini Dar es Salaam bila kuwa na madaraka hayo kisheria. Aidha, kamati kuu imepata taarifa nyingi kutoka sehemu mbalimbali nchini kuwa amri hiyo ya zuio ilitumika katika sehemu hizo bila kuwepo tangazo maalumu juu ya zuio kuwekwa rasmi katika sehemu hizo. Aidha, kamati kuu imebaini kuwa mauaji mengi yalifanywa baada ya kutolewa kwa amri hiyo haramu. Ni polisi, watu wa usalama wa taifa, askari wa KMKM na askari waliokuwa wakizungumza lugha ya Kiingereza chenye lafudhi ya lugha za Uganda ndio walikuwa mitaani na wanadaiwa kufanya mauaji hayo ya kinyama. Kamati kuu inapenda kukumbusha Watanzania na watu wote kuwa ilipinga na inapinga kwa nguvu zake zote kuanzishwa kwa tume yote ile ya uchunguzi wote ule na Samia Suluhu Hassan na chama chake cha CCM, kwani wao ndio watuhumiwa nambari 1 wa mauaji ya kinyama na kishetani yaliyofanywa katika kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025. Mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu Hassan katika kambi moja ya jeshi mkoani Dodoma mnamo tarehe 3 Novemba 2025, kamati kuu mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu Hassan katika kambi moja ya jeshi mkoani Dodoma mnamo tarehe 3 mwezi wa Novemba 2025. Kamati kuu ilipinga wakati ule uamuzi wa Samia wa kusema kuwa ataunda tume hiyo ya uchunguzi. Alipounda, kamati kuu ilitoa tamko la kupinga kuundwa kwa tume hiyo. Tume hiyo ilikuwa imeundwa na mtu ambaye yeye mwenyewe ndiye anatakiwa kuchunguzwa. Aidha, Radhia Umsuya, huyu ni mdogo wake wa damu na Dr. Asharozi Migiro ambaye ni katibu mkuu wa CCM. Bi Stergomena Lawrence Tax, huyu alikuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa kuanzia katika utawala wa Samia Suluhu Hassan hadi tarehe 3 Novemba 2025. Mtu kama huyu ambaye yake inatakiwa kuchunguzwa anawezaje kuwa mjumbe wa tume ya uchunguzi? Ikumbukwe baada ya tume kuundwa ilipingwa na wahanga na wadau wengi, kwani wengi hawakuiamini na waliona kuwa ni tume ya kuficha ukweli na yenye lengo na nia ovu. Ni kanuni isiyohitaji ubishi kuwa mtu hatakiwi kuwa hakimu au muamuzi katika swala linalomhusu yeye mwenyewe. Kwa Kilatini inasemwa nemo judex in causa sua, na kwa Kiingereza no one should be a judge in his or her own cause. Sasa unapokuwa na tume ya aina hiyo, je, unategemea kupata na kujua ukweli? Jibu ni hapana, na ndicho ambacho tume hii haramu ya Jaji Chande imekifanya. Kamati kuu vile imepitia kwa makini sheria ya tume ya uchunguzi na kujiridhisha kuwa Samia Suluhu Hassan hata kwa madaraka ya urais, wawizi na haramu walijipachika kwa mabavu, hana mamlaka ya kuunda tume ya uchunguzi wa masuala ya mauaji, masuala ya uchaguzi, kwani kifungu cha 3 kifungu dogo cha kwanza cha sheria ya tume za uchunguzi na sura namba 32 ya sheria za Tanzania inasema hivi: where the president on his own motion upon advice by the minister or after considering information furnished upon an affidavit of any person is satisfied that it is desirable or necessary or that an inquiry will be for the public welfare, the president may issue a commission appointing one or more commissioners and authorizing those commissioners or any quorum of the commissioners specified in the commission to inquire into any of the following: A, the conduct of any person in the public service of the United Republic. B, the conduct of any local authority. C, the conduct or management of any department of the public service or of institution of the public service or of a local authority. D, massive or repeated evasions of any taxes or any other act subversive of the smooth collection of public revenue. E, allegation of grave irregularities in the public revenue. F, allegation of large-scale trafficking in trophies. G, allegation of conspiracies to damage the natural resources of the United Republic. H,
allegations of theft or embezzlement of public property in public corporations. I, serious allegations of occurrences of corruption, or J, any other matter, the inquiry into which would, in the opinion of the President, be in the public interest. Mwisho wa kunukuu. Usomaji makini wa kifungu hicho unaonyesha wazi kuwa sheria hiyo inahusu uchunguzi wa masuala ya mwenendo wa utumishi wa umma au mwenendo wa halmashauri za miji au wilaya, mwenendo wa idara za utumishi wa umma au taasisi za utumishi wa umma au serikali za mitaa, ukwepaji wa kodi, usafirishaji wa haramu wa nyara za serikali au tuhuma juu ya njama za kuharibu rasilimali na mali asili za Jamhuri ya Muungano, tuhuma ya wizi au utapanyaji au ufisadi wa mali ya umma katika mashirika ya umma, tuhuma kubwa za matukio ya rushwa na uchunguzi wa jambo ambalo rais anadhani linafaa kwa maslahi ya umma. Kamati kuu inasema kwa kuongozwa na kanuni ya ejus dem generis, ambayo inasema kuwa pale kunapokuwa na mlolongo wa vitu vilivyoorodheshwa katika kifungu cha sheria, basi kile kifungu cha mwisho cha jumla lazima kisomwe na kuendana na vifungu kama hivyo vilivyotangulia ambavyo ni vifungu mahususi. Mahakama ya Rufaa ya Tanzania itamka hivyo katika kesi nyingi ikiwemo kesi ya Pan African Tanzania Limited dhidi ya against versus the Commissioner of General Tanzania Revenue Authority, which is civil appeal number 172 of 2020 in bracket 2021 TZA 287 of 9th of July 2021, ambapo ilisema katika ukurasa wa 15 ifuatavyo: This is cemented by a Latin maxim of ejus dem generis rule, which means of the same kind. The rule requires that where in a statute there are general words following particular specific words, the general words must be confined to things of the same kind as those specifically mentioned. Na ikamnukuu Alvin P. Datar katika kitabu chake cha Kanga and Pakvar, The Law and Practice of Income Tax, ambaye anasema, naomba kunukuu, the rule of ejus dem generis is intended to be applied where general words have been used following particular or specific words of the same nature. The rule of ejus dem generis applies, 1, when the statute contains an enumeration of specific words. 2, the subject of enumeration construes a class or category. That class or category is not exhausted by the enumeration. 4, the general terms following enumeration. And 5, there is no indication of a different legislative intent. It serves to restrict the meaning of the general words to things or matters of the same genus or as the preceding particular words. For the invocation of the rule, there must be one distinct genus or category. The specific words must apply not to different objects of a widely varying character, but words that convey things or objects of one class or kind. Thus, the recited meaning has to be given to words of general import only where the context of the whole scheme of legislation requires it. Mwisho wa kunukuu. Tafsiri ya uamuzi wa mahakama ni kuwa inazungumzia kwa kanuni ya ejus dem generis inamaanisha vitu vya aina au jamii moja. Ili iweze kutumika ni pale maneno ya jumla yanayafuata yale ambayo ni mahususi, kwa kukazia maneno au vitu mahususi vilivyoainishwa kwa namba au mtiririko vikifuatwa au maneno ya kipengele cha jumla, basi inatakiwa kisomwe kuwa kinaendana na jamii ya aina ya vitu hivyo mahususi, na kuwa kitu kilitajwa au kuainishwa akijamalizwa na muainisho huo kwa nambari, na hakuna nia nyingine tofauti ya bunge juu ya muainisho huo. Kanuni hii inalenga kuzuia kuingizwa vitu au mambo ambayo yakusudiwa na bunge, kwa kuhakikisha yale tu ambayo yanaendana na yaliyokusudiwa na bunge ndio yanaingizwa katika kifungu hicho cha jumla. Kwa mfano, kama vitu mahususi vilivyotajwa katika kifungu hicho cha sheria yanahusu mbuzi, kondoo, ngamia, punda, basi kifungu cha jumla kitakuwa kile kinachoendana na wanyama hao, akiwezi kuwa kinachoruhusu kuingizwa kwa vitu kama misitu au mbao, kwani si jamii wanyama hao tena wa kufugwa. Hivyo makosa ya mauaji, kuumizwa watu katika uchaguzi, maandamano na mambo mengine yanahusu uchaguzi hayawezi kuchunguzwa kupitia sheria ya tume za uchunguzi, wakati sheria hii ilitungwa mwaka 1928. Tanganyika wakati huo ilikuwa koloni la Uingereza kwa uangalizi wa League of Nations. Hivyo haiwezi kasemwa kuwa ilikusudiwa eti hata makosa ya uchaguzi yachunguzwa kupitia sheria hiyo. Hivyo uteuzi wa tume ya Jaji Mohamed Othman Chande ulikuwa batili
na kazi yote walioifanya ni batili na matumizi mabaya ya fedha za umma na yanayokiuka ibara 27 mdogo ibara 27 moja na mbili za Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kamati kuu imeamua kuambia Watanzania kuwa kile kilichofanywa na Samia Suluhu Hassan na genge lake na utawala nchi yetu kwa mabavu kwa kutumia polisi na vyombo vingine vya usalama wa taifa ni batili na ukiukwaji wa wazi kabisa wa ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kamati kuu licha kufahamu ubatili wa tume ya Jaji Othman Chande imepitia hotuba ya mwenyekiti huyo kuona kuwa ni hotuba yake na wenzake walioamua kuuza utu wao na kufanya kazi ya kuficha na kupotosha ukweli ambao unafahamika kwa kila mtu Tanzania na dunia nzima. Walakini wanasema res ipsa loquitur, na kwa Kiingereza the matter speaks for itself, na kwa Kiingereza jambo linajieleza, na kwa Kiswahili jambo linajieleza lenyewe. Tume hiyo batili ya Jaji Chande imefanya kazi moja tu ya kuficha ukweli, kudogodesha matukio mabaya yaliyofanywa na Samia na jeshi la polisi na vikosi vingine vya usalama, hata wanadaiwa kuwa mamluki kutoka nje ambao walifika na kuua watu kwa maelfu na si mamia inatajwa na tume hiyo haramu na batili. Tume hiyo katika hali ya kushangaza ilidai kufanya kazi ya kutoa amri ya kuchunguzwa kwa maiti kupitia sheria ya uchunguzi wa vifo the Inquest Act, wakati yenyewe haina mamlaka hayo. Uchunguzi wa vifo visivyoelewekwa ufanywa kwa amri ya mahakama baada ya shauri la uchunguzi kuwa limefunguliwa katika mahakama ya wilaya. Kwanza kwamba tume hiyo ya Chande ambayo iliongozwa na majaji wakuu wawili wastaafu wa nchi yetu ilifanya hivyo, huo ni ushahidi mwingine kwa Watanzania utawala wa sheria katika nchi yetu umeporomoka na kilichopo sasa ni ubabe tu. Si vyombo, idara na taasisi za serikali zinazofuata na kuheshimu sheria, bali zinafanya kazi kupitia amri za wakubwa walioko serikalini. Hivyo takwimu zote zilizotolewa na Jaji Chande katika hotuba yake za kutungwa na ambazo hazitokana na ukweli halisi pamoja na mamlaka ya kisheria. Aidha, uchunguzi uliofanywa wa maiti kwa kupitia maagizo ya tume hiyo ni batili na itabidi ufanywe upya kwa kufuata amri za mahakama za uchunguzi wa vifo, Coroner's Court. Licha ubatili wake wa kisiasa na kimaadili, kamati kuu inabainisha kuwa moja mapungufu makubwa ya msingi ya tume hiyo yapo katika hadithi za rejea ambazo zilijikita katika kutafuta vichochezi vya ghasia badala ya kuchunguza chanzo cha ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mtazamo wa kisheria na kisiasa, mwelekeo huo ulifanya tume kuanza kazi yake tayari ikiwa na hitimisho la awali kwamba tatizo lilikuwa ni ghasia za wananchi badala ya kujiuliza ni nini kisababisha wananchi kufikia hatua hiyo. Ndani ya muktadha huo, tume ilichagua kuielekeza lawama kwa mbiu za kisiasa za Chadema na vyama vingine, hususan no reforms no election, bila kuzingatia kwamba mbiu hiyo ilikuwa ni mwitikio wa mazingira ya muda mrefu na ya kukosekana kwa haki katika uchaguzi. Kwa tafsiri ya kamati kuu, kauli mbiu hiyo haikuwa chanzo cha ghasia, bali ni matokeo ya kukosekana kwa haki na uwazi katika mchakato wa kidemokrasia, na ilikuwa na lengo la kuhamasisha wananchi kuweza kudai haki yao ya kuweza kupigania mfumo haki na uhuru wa uchaguzi, kitu ambacho sio kosa. Hivyo basi kuziweka au kuweka zile kauli kama kichocheo kikuu cha migogoro ni kupotosha ukweli na kufunika sababu halisi ambazo ni kimuundo katika mfumo na michakato yetu ya uchaguzi. Kwa upande wa uhalali wa tume, kamati